Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni huduma ya udiakonia ambayo inaendelea hapa katika kanisa la KKKT usharika wa Kusini Mashariki ambao liko hapa mkoani Mtwara. Leo tumeshuhudia wakitoa misaada mbalimbali kwa watu wenye uhitaji. Tumeona pia kuna baadhi ya watu ambao wamesaidiwa mitaji, watu wenye ulemavu, lakini pia kuna watu ambao wamepewa chakula, wamepewa nguo na vitu vingine kama hivyo vingi. Faida Online TV watu na hiana tumefika hapa na kushuhudia kile ambacho kimefanyika wakati huduma hii ikiwa inatolewa hapa. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili tuendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Kwa majina naitwa Mwalimu Johnston Kabiemera, ni muumini wa kanisa la KKKT Mtwara hapa mjini, lakini mmoja wapo wajumbe wa kamati ya diakonia. Tumewatunza watu 250, ambao watu 250 hao kuna wanafunzi 5 ambao tumewalipia ada shilingi 840,000. Pamoja na hayo sasa tukawatuza na watu wengine kwa kuwapa mchere na nguo. Lakini kuna kilo 150 ambazo zinaenda kwa watoto wenye usonji. Watapelekewa na sukari kilo 50 pale Upendo Rehabilitation Center, mchere kilo 150, juisi katoni 4 pamoja na nguo. Lakini katika hilo tumewatunza pia wafungwa ambao wamepata mchere kilo 150, wamepata sabuni katoni 1, wamepata dawa za meno, miswaki na nyembe pia kwa ajili ya usafi wao. Kwa ujumla ukiondoa nguo ambazo tunazigawa tujathamanisha, gharama yote ya vitu hivi imefika karibu milioni 6,250,000. Ninaitwa Geoffrey Mposola, mchungaji wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki. Pia ni msaidizi wa askofu wetu mchungaji Eriko Ngwema. Kristo anatuagiza katika neno hili, anasema wapeni ninyi chakula. Manake wale wote ambao wanahitaji, waliokuwepo siku ya mkutano wa Yesu Kristo, wanaagizwa wanafunzi wake wawape chakula. Hata hicho kidogo ambacho wanacho, wapeni chakula. Tukiendelea kusoma mistari inayofuata, unaona namna ambavyo ile mikate 5 na samaki 2 walivyofanya nini? Walivyofanywa maombi na Yesu Kristo, wakagawiwa watu 5,000, wakala na wakabakiza. Maana kumbe kidogo ambacho Mungu ametupa tunaweza kuwasaidia wenzetu wasionacho, na Mungu akakizalisha kikaongezeka zaidi, kikawa baraka kwetu na kwa wale wengine. Kwa hiyo tunafundishwa katika msingi huo na Yesu Kristo habari ya kuwatunza wenzetu, habari ya kuwapa nafasi wengine, habari ya kuwapenda wengine. Tulivyo navyo, una shati, na Yohana aliwaambia watu waliokwenda kumuuliza pale, wasema tufanyeje? Akasema mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu, na mwenye chakula afanye vivyo hivyo. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunafundishwa hivyo kwamba ukiwa nacho usikae nacho ukaona wewe basi ndio umemaliza. Unaweza kuwapa wengine, kwa sababu Mungu amekupa ili kiwafae na wengine. Mungu amekuthamini wewe, au amekupa kama dhamana uwe navyo, lakini hajakupa ili ubaki navyo wewe, amekupa ili uguse na maisha ya watu wengine wanaohitaji. Jina langu Fatuma Samri, mkazi wa Narendele. Mimi ni mlemavu wa macho, natanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, na wapongeza wenzetu waliotukumbuka kwa siku ya leo na sisi kupata faraja. Chochote walichokuwa nacho wakatupatia kama sisi wahitaji maalum. Hilo nashukuru, na wengineyo waendeleze kama wanavyoendeleza wenzao kutukumbuka, kwa sababu wanapotuacha nyuma tunajisikia vibaya, lakini kama hivi wanavyotuitaita na sisi tunajisikia faraja. Hata watoto wetu walio kwa nyumbani wanajisikia faraja, hawatunyanyasi. Kwa jina mimi naitwa Saidi Dadi Mtanga. Nimefurahi katika siku hii ya leo kuona kwamba ndugu zetu wa KKT wametambua hali zetu, wametambua uhitaji wetu. Ni jambo ambalo kusema kweli wamekuwa wakilifanya mara kwa mara, na huu ni muendelezo, consistency ambayo sio jambo geni kwa wao. Imekuwa ni kama kawaida sisi kututambua kama tulivyo. Baada ya misaada hiyo ambayo tumeona kikabidhiwa kwa watu wenye uhitaji kutokea hapa kwenye kanisa la KKKT Manispaa Mtwara Mikindani, baadhi ya viongozi wa kanisa hilo pamoja na waumini wametembelea kwenye kituo cha watu wenye uhitaji ambacho kinahifadhi watoto wenye usonji cha Upendo Rehabilitation Center hapa Manispaa Mtwara Mikindani, na kukabidhi misaada mbalimbali ikiwa ni pamoja na vyakula, juice. Tumeona amekabidhi pia neti na vitu vingine kama hivyo. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Bi Christina Chacha ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho, akishukuru mara baada ya kupewa misaada hiyo. Kwenye akili yangu
sikuwa nategemea kitu kikubwa cha hivi. Kwa nikaa naiwaza Januari, nimeona mmetufungulia store. Hizi ni hazina zinazoenda kufungua mwaka, na sisi watoto wakija nitawapokea kwa ukubwa. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kutokea hapa kwenye kanisa hili la KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki hapa mkoani Mtwara, mimi sina la ziada. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.